Jamii pamoja na wadau wameaswa kujenga tabia ya kuunga mkono katika juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya sita kwenye masuala ya afya, ikiwa pamoja na kujitolea katika ujenzi wa majengo yatakayosaidia katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za kuwahudumia wagonjwa. Hayo yamebainishwa hapa wilayani Chamwino, Dodoma na kaimu mganga mkuu halmashauri ya wilaya ya Chamwino Dr. Venance Mgaiga wakati wanawake wa taasisi ya utafiti wa kilimo TARI walipokuwa wanakabidhi msaada wa vifaa vya ujenzi, mifuko 22 ya simendi, mchanga, lori truck 2 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mionzi na flat screen kubwa itakayowasaidia mama wajawazito kupata elimu kuhusiana na afya ya uzazi. Washukuru uongozi wa TARI pamoja na akina mama wote ambao wamefika hapa kuwakilisha wenzao kwa misaada mikubwa ambayo wameitoa katika kituo chetu cha afya cha Chamwino. Na katika kituo hiki kituo ni kikubwa, kinaweza kuonekana kama kituo cha afya cha kawaida, lakini huduma zinazotolewa hapa na idadi ya wagonjwa wanaowasili hapa ni kubwa kama ile inayowasili kwenye hospitali. Kwa mfano, wakina mama wajawazito wanaojifungua katika kituo hiki kwa mwezi ni kati ya 150 mpaka 200 kwa mwezi mmoja. Wanaofanyiwa upasuaji katika kituo hiki ni kati ya 12 na wakati mwingine kwenda mpaka 15. Unaweza kuona kazi kubwa inayofanyika kwenye kituo hiki inayofanywa na watumishi wenzetu walioko mahali hapa, na mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa kazi kubwa wanayofanya na kuwatia moyo waendelee kupambana katika kuwasaidia wagonjwa wetu. Lakini pia kituo hiki ni moja kati ya vituo, sisi katika halmashauri ya Chamwino tuna vituo 84 vya kutolea huduma za afya. Halmashauri hii ni kubwa, ina majimbo mawili ya uchaguzi, jimbo la Chamwino na jimbo la Mvumi, na katika yote kwa ujumla ndio anakuwa na vituo vya kutolea huduma, jumla ni 84, zikiwa ni hospitali 3, vituo vya afya 8 pamoja na zahanati 73. Kwa hiyo unaweza kuona ilivyo mzigo mkubwa kidogo tulionao katika uendeshaji, na tafsiri yake ni nini? Uwepo wa vituo vingi ina maana huduma za afya zimehamia karibu na wananchi zaidi. Kwa hiyo tunapoona wenzetu taasisi zingine kama TARI wanatushika mkono katika kuboresha huduma za afya katika halmashauri yetu, tunafurahi sana. Kwa mfano, katika kituo chenye kutoa huduma kwa wazazi wengi kiasi hiki, kinapokuwa na jengo la mionzi ambayo itakuwa natoa huduma za x-ray na ultrasound, kutakuwa na maboresho makubwa sana katika utoaji wa huduma hasa kwa wajawazito. Na maana hapa tutaboresha kliniki na tuna mpango wa kuanzisha huduma za kibingwa katika kituo hiki, ili wakina mama ambao wanatakiwa kufanyiwa wenye viashiria vya hatari ambao hawataki kupata uchungu waanze kufanyiwa sasa vipimo vya ultrasound na kuona kama ujauzito umetimia vizuri, na sasa wanaweza wakafanyiwa operation bila kusubiri uchungu kwa wale ambao hawataki kupata uchungu. Kwa kutakuwa na maboresho makubwa kupitia jengo hili litakapokamilika, ambalo jengo hili sasa tunawashukuru TARI wametia nguvu katika muendelezo wa ujenzi wake, na kwa material hizi zilizopatikana hapa tunaamini itapiga hatua kubwa sana. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa Chamwino, diwani wa kata hiyo Joseph Seganje amesema, kwa niaba ya wananchi wa kata hii ya Chamwino Ikulu nawashukuru sana, na niombe hata wadau wengine waendelee na moyo kama wakina mama hawa walivyotuunga mkono. Jengo hili kama tulivyolieleza ni kwamba limeanzishwa na sisi wananchi wa kata hii ya Chamwino na kijiji hiki cha Chamwino baada ya kuona athari mbalimbali za vijana wetu na hata vile hata wazee wanapokuwa wamepata changamoto aidha kuvunjika mguu, unakuta kwamba ni lazima anapofika hapa kituoni anaelekezwa kwamba aende General. Sasa baada ya kuona hilo, tukaona basi sisi wananchi wa kata hii tuanze na ujenzi, hata kama serikali itatukuta, lakini ikute tukiwa sisi kwenye harakati ya kuanzisha ujenzi huu. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wananchi wa kata hii nawashukuru sana nyinyi kina mama, na muendelee kuwa na moyo huu, na tunaomba mpeleke salamu zetu kwa mkurugenzi ambaye kwa kweli amewaruhusu yeye mwenyewe kwamba muje hapa. Kwa kweli tunamshukuru sana. Kwa upande wake Mshagulei Mshika, mtafiti mwandamizi TARI, akachukua nafasi ya kufafanua juu ya msaada waliotoa, huku afisa uhusiano mkuu TARI Evelini Mpasha akaeleza umuhimu wa msaada huo. Tumeweza kutoa TV inchi 43 ambayo ni smart TV kwa ajili ya wodi ya kina mama na watoto waweze kujifunza vipindi mbalimbali vya afya.
Lakini sambamba na TV hii tumekuja pia na simenti mifuko 22 pamoja na tripu 2 za mchanga kwa ajili ya ujenzi wa jengo ambalo linategemewa kuwa la X-ray pamoja na ultrasound. Kwa mchango huu tunaamini kwamba wengine watajitokeza ili jengo hili liweze kuisha, ambalo limeanza kwa nguvu za wananchi, na liweze kutumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa kina mama na watoto na wababa. Na tungeomba hiyo runinga itumike kweli ilivyokusudiwa, itoe elimu ya afya kwa kina mama ambao wako wamelazwa. Na katika michango tuliochanga tumeweza kupata mifuko 22 ya simenti. Kwa majina naitwa Dr. Michael Surube Jipande, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya Chamwino. Nianze kwa kuwashukuru wanawake kutoka TARI kwa sababu naweza nikasema kwamba msaada wao umekuja kwa wakati mwafaka. Ukiangalia jiografia yetu ilivyo, kulingana na uhitaji kwamba mama au majeruhi yote wa ajali, ili kusudi aweze kupata huduma ya ultrasound na X-ray inatakiwa aende mjini. Sasa unaweza ukaangalia umbali uliopo kutoka Chamwino kwenda hospitali ya mkoa ni umbali usiopungua kilomita 40. Lakini pia ukiangalia wahitaji wa huduma hii ni wamama wasiopungua 6, lakini majeruhi wasiopungua 4 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kukuta ni wateja wasiopungua 10 kwa siku ambao wanahitaji huduma ya X-ray na ultrasound. Kwa hiyo msaada huu ambao akina mama wameamua kuleta unaenda kupunguza adha kwa asilimia kubwa sana kwa wananchi wa Chamwino. Na sisi kwa kweli kama viongozi tunasema asanteni sana kwa sababu mmeleta msaada huu kwa wakati mwafaka. Na sisi kama viongozi tuwaambie tu kwamba tumejipanga kusimamia. Tumejipanga kusimamia kuhakikisha kwamba makusudio yao hawa wakina mama kutoka TARI na wakina mama wengine ambao pengine wangetamani kuungana na mama mwenzao Mama Samia Suluhu Hassan, tunawakaribisha na sisi tutasimamia na kuhakikisha kwamba msaada huu unafanya kazi kama ambavyo wamekusudia.